Karibuni sana kwenye mkutano huu wa waandishi wa habari kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC. Mchezo namba 38, mchezo unazokutanisha JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao unachezwa kesho katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku. Na tayari mwalimu wa kikosi cha Simba Selemani Matola yupo hapa kuzungumza nasi namna ambavyo kikosi cha Simba kipo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya JKT Tanzania. Mwalimu Selemani, karibu sana. Wanahabari na ambao wanatutazama hivi sasa wanatamani kusikia kutoka kwako namna ambavyo kikosi cha Simba kipo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya JKT Tanzania. Cha kwanza tunaanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Tupo salama kabisa, na kitu kizuri kwamba wachezaji wetu wote wako vizuri kabisa. Maandalizi yamekwenda vizuri baada ya kuwa ligi imesimama, lakini baada ya kupata taarifa kwamba ligi inatakiwa endelee haraka sana, tuliweza kuanza maandalizi kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya JKT. Najua haitakuwa mechi rahisi, hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. JKT ni timu ambayo huwa inatupa game ngumu sana, hasa tunapokutana nao na tunapokuwa katika uwanja wao wa nyumbani. Huaga mechi ni ngumu sana, lakini tumejipanga pamoja na ugumu wao, ubora wao wa kikosi na uzuri wao, tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu ni mechi muhimu kwetu sisi. Tuhakikishe tunapata alama 3, japokuwa zitakuwa sio rahisi, lakini inshallah kwa uwezo wa Allah tutaondoka na alama 3 kwenye mchezo wa kesho. Sawa, maswali kwa mwalimu? Maswali kwa mwalimu? Mwalimu, kwa pengine sio story kubwa sana kwa Mnyama kupata matokeo mazuri. Kwa muda mrefu kidogo kucheza pale Jenerali Samuel, ushindi ukapata bao moja kwa kiasi. Je, tutegemea kitu cha tofauti kwa mchezo wa kesho? Licha ya kujua kwamba mkutano nao tutapata ushindi kuonyesha mchezo huu. Mimi kama nilivyokuambia awali, JKT sio timu rahisi, ni timu ngumu. Ina wachezaji wengi wazoefu na kufikiri ni miongoni mwa timu ngumu kwenye ligi. Siku zote kama nilivyokuambia awali, JKT ni watu ambao wanatupa game ngumu sana tunapokutana nao. Kwa hiyo nafikiri ni mechi nyingine ambayo tunakutana nao kesho. Lengo letu sisi ni kuweza kupata magoli zaidi ya 1 kama wanavyosema. Kwa hiyo mimi nafikiri inshallah kwa uwezo wa Allah kesho tutapata matokeo mazuri na magoli mazuri kabisa kwenye mchezo wa kesho. Swali la pili? Kwema. Bwana, hapo umesema lengo lenu ni kupata bao zaidi ya 1 mbele ya JKT. Lakini kwa JKT katika mchezo wake namna ambavyo wamecheza, na wao ni timu ambayo haikubali kuwa timu ya pili uwanjani. Timu hii huwa inapata bao na hata ikifungwa lazima itachoka. Nyinyi mmechukua tahadhari gani kama Simba sasa kuhakikisha, kwa sababu mnaenda kucheza pale katika uwanja wao, mmechukua tahadhari gani kuhakikisha sasa mnapata matokeo ambayo mnayotaka? Lengo ni kupata matokeo na kuhakikisha tunafunga na tusifungwe. Kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari kubwa sana kuhakikisha tupate magoli, lakini tusiweze kuruhusu magoli. Kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari na kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Sawa, swali la 3 na la mwisho kwa mwalimu. Mwalimu, ufundi kama mwalimu, pengine inawezekana amemaliza wiki mara baada ya kidogo baada ile lockdown ya Simba ile. Ndio mechi, hakuna mechi umecheza ama mazoezi kama ni hivyo. Ina athari kiasi gani alafu tatizo ushindani na kama? Mimi nafikiri kiufundi, kwa sababu tayari ligi imekwisha anza na ilisimama ghafla tu baada ya mechi za mwisho ujue. Kwa hiyo athari ambayo tutakuwa tumepata sisi ni athari ambayo imemkuta mtu yoyote. Kwa hiyo mimi nafikiri haitaathiri sana kiufundi wala kitu chochote. Mimi nafikiri tuko tayari na tuko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sawa. Simba tutamkosa goalkeeper Kamara, lakini wachezaji wote, na ndicho kitu ambacho kinatupa jeuri na kinatupa matumaini makubwa sana kuweza kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Kizuri kwetu sisi, wachezaji wetu wote wako vizuri kabisa na wote wako kambini na kila mmoja yuko tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Sawa mwalimu, tumpishe sasa Toso naye aweze kuzungumza. Nangu, karibu sana. Asante. Zungumza na wanahabari, waeleze namna ambavyo mpo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya JKT Tanzania. Sisi kama wachezaji kwanza tumejiandaa vizuri. Tumesikiliza maelekezo ya mwalimu, kitu ambacho atataka kwenye mchezo wa kesho.
tunajua mechi itakuwa rahisi. JKT ni timu nzuri, lakini tutahakikisha tunapambana ili tupate matokeo ya pointi 3. Sawa. Maswali matatu kwa mchezaji. Na mimi nataka nifahamu kwa unaenda kufika timu yako ya zamani. Namna gani umefanya maandalizi yako? Maana kuna wachezaji wengi ambao wanakufahamu bora na uwezo wako na mazoezi yako kwa sababu umetrain nao wewe pamoja na mchezo wako, lakini kwa ujumla katika eneo la ulinzi mpangaji kuhakikisha kwamba amruhusu timu yenu labda kufungwa bao, kwa sababu ni timu ambayo JKT inapata bao kwenye mchezo wake ambayo kikubwa kama nilivyosema, cha kwanza lazima tufuate maelekezo ya mwalimu. Cha pili, na furaha kwenda kucheza katika ardhi yangu ambayo nilicheza kabla, lakini yote ni kuipambania timu yangu ya Simba kesho tupate pointi 3. Kwa hiyo tutafuata maelekezo ya mwalimu ili turahisishie kazi kesho. Sawa. Swali la pili kwa mchezaji. Swali la pili. Umetosheka? Na kutokana na JKT ambayo Face camera usiangalie hapa. kwa binafsi kama ukipata nafasi ya kuwakilisha ama kuwakilisha wachezaji wengine katika eneo la ulinzi, inaweza kukuia urahisi kwa sababu unajua baina ya wachezaji na baadhi ya wachezaji Kikubwa ni kupambana na kujituma kesho. Kama nikipata nafasi, nitapambana nikishe timu yangu hairuhusu goli na tupate clean sheet kwa pamoja kama timu na idara yetu ya ulinzi. Sawa. Kuna swali la nyongeza kwa mchezaji ama tumruhusu? Okay. Wilson, unakwenda kucheza na JKT kwa timu ambayo ilitambulisha kwenye ligi kuu. Labda ni pressure kiasi gani kuelekea mchezo wa kesho? Pressure sioni kama kuna pressure kubwa. Kikubwa tu ni kupambana tu. Maana sasa hivi nipo Simba, kwa nitakuwa nipambanie Simba. Basi sawa, nikushukuru sana. Asante. Niwatakie kila la heri kuelekea mchezo wenu wa kesho. Asante.